so unajikuta impact yake inakuwa ni ndogo. Yes. Yani hata kama ukiamua kufuata zile hatua hauwezi kufika direct kwenye yale matokeo ambayo anakuonesha, kwa sababu kuna baadhi ya hatua amezifunika, amezificha. Yes, unajua ulimwengu huu kwa namna ambavyo umeumbwa, kila kitu kwenye hii dunia kimeumbwa kwenye mfumo wa kukua. Yes. Hakuna kitu chochote ambacho kinaanzia juu kinakuwa tayari kimepata ile maana ambayo watu tunaiona. Kila kitu unachokiona kwenye hii dunia kimeanza kwenye mfumo wa ukuaji, mfumo wa chini, na hiyo ndio kanuni ya Mungu. So kitu chochote kinachoonekana na kisichoonekana kinakaa kwenye hiyo kanuni ya ukuaji. Kwa hiyo vijana wa sasa hivi wanaikosa hiyo kanuni ya ukuaji kwa sababu vitu vingi vimerahisishwa. Manake unaweza ukatengeneza content kama hivi, ukaiweka mtandaoni, ukalipia pesa kwenye hizo platform, zikakusaidia kuwafikia watu 1000. Lakini sio uhalisia wa kupanda mbegu ikakuwa taratibu. Hiyo ni umetumia fursa zilizopo kufikisha kitu chako. Lakini ukitaka kitu chako kiwe na uhai muda mrefu, kiwe na impact kwenye jamii, kifike mbali, lazima ukubali kukiweka kwenye mchakato wa umungu, mchakato wa ukuaji. Manake uanze kupanda mbegu, upalilie, usafishe shamba, ufikie hatua ya mavuno, utunze mbegu, na ikifika muda wa mavuno pia mbegu usile zote, utunze mbegu kwa ajili ya mwakani. Hiyo ni kwenye kilimo, lakini pia kwenye maisha iko hivyo hivyo pia. Kwa hiyo mazao ndio matokeo. Matokeo yanapatikana pale ambapo, au mazao yanapatikana pale ambapo maandalizi ya shamba yalikuwa yamefuata mchakato unaotakiwa. Kwa hiyo napenda utandawazi uliopo sasa hivi, ila unaficha ule uhalisia utakaomfanya mtu kutokelezea kuwa kile kitu ambacho anakihitaji, kwa sababu vitu vingi vimekuwa express, yani vimekuwa haraka, ni luxury. So vitu vikisha kuwa luxury vinakuwa havina mzizi, na vikikosa mzizi, upepo ukija vinapotea. Yes. Okay, asante sana Pastor Betson. Karibu sana.